Bwana, inakuaje au sio? Ni Juma Ronaldo tena au sio? Leo tunakuja kuzungumzia issue kubwa ya mambo ambayo yanaendelea nchini South Africa. Matukio ambayo yanatokea na mambo ambayo raia wa kigeni ambao wanakumbana nao nchini South Africa. Bwana, mimi niko na ushauri wangu kwa mabaharia au sio? Mimi nabii sana kwa wale wa Tanzania wenzangu ambao tunaongea lugha moja, nadhani tunaelewana. Shaona bwana. Jana wakati naangalia page yangu ya Instagram nikakuta kama mkubwa amesimama anasema kwamba bwana, mimi niko Joburg, niko center hapa na nini hapa, hali ni shwari, hakuna longolongo lolote, hakuna vurugu yoyote, hakuna nini, hali ni amani. Sasa sijui nyinyi Tanzania hizo video mnapata wapi na nini? Bwana, kaka mkubwa, vurugu zipo au sio? Ila wiki kadhaa zilizopita ama wiki za nyuma vurugu hazikuwepo Johannesburg, vurugu ziko Durban. Kwa wakazi wa Joburg, Cape Town, Port Elizabeth walikuwa kwa shwari kabisa. Ushaelewa bwana. Kwa nyinyi ambao mlikuwa mko juzi mlikuwa mkosefu, lakini kwa watu ambao wako Durban kidogo wao walikuwa wana nani, yani wako katika wakati mgumu sana. Sasa hivi rasmi vurugu zimehamia CBD Johannesburg. Kwa kaka mkubwa nadhani wamekufikia yani. Ushaona bwana. Na wimbo wao ni kwamba hawatutaki sisi wageni. Je, ushajiuliza kwa sababu gani hawatutaki wageni? Wana sababu zao, kwamba wanalalamika ajira. Kwamba ajira zimekuwa hakuna, wageni ndio wameenda pale wanachukua ajira zao. Na mbaya zaidi wanalalamika kwamba wageni ambao wanachukua ajira zao ni wageni ambao wako undocumented. Kwamba hawana documents zote ambazo zinaonyesha kwamba wao wana vibali vya kuishi nchini South Africa. Kwa mimi ambaye nimeenda pale, kwa maisha ambayo nimeona, ni kweli tu kwamba wageni wengi hawana vibali na wengi sana tukei kuhusu vibali. Ushaona bwana. Lakini kwa nini matukio haya yanatokea? Na kama matukio yanatokea, ina maana kuna behavior zetu ambazo sisi wageni ambazo tumeenda nazo pale ndio mpaka nafika raia wanatuchukia. Bwana, mimi nakuletea ni matukio ambayo yanatokea nchini South Africa. Hebu angalia kwanza, muangalie huyu mwamba bwana. Bapechana. Ya kanje. Ibona bapechana. Onke kanje. Na. Na bwana mchani yala. Twapati kwa la. Eh. Ya mshati nyongo ni. Nanzani ngani sole. Nanzani la. Baba balera. Na balera kama kuna kwa na wa. Balera. Pasa na baba balera. Gana ke farum ya suno aja. Balera na. Balera. Sasa tutazokushana mimi. Twakoni para kuchale ngakolozela mina njobu msabuka abani. Twakoni mtokolozela mina ongayelwa kulelinto. Ha, ungaka ngugo. Nikitimelani ngamba kancane. Nikitimelani ngamba kancane nje ngezos. Nikitimelani ngamba kancane. Uya kitima ngamba kancane. Uya nasi nje ngishayisho tigeza njani. So kupitia vitu hivi nadhani ushajua kwamba wa South Africa ni watu wa namna gani, wa South Africa ni watu ambao wenye roho gani. Shaona bwana. Kwa hiyo mimi nipo katika lengo la kuelimisha vijana, especially na nadili sana na vijana ambao wako nchini Tanzania ambao wana mawazo ya kuelekea nchini South Africa kwa lengo la kutafuta maisha.
Kwa hiyo hii ni moja ya funzo ambalo unajua kabisa kwamba bwana, kama kesho na kesho kutwa mimi nitaenda South Africa, raia ni watu wa namna gani? Raia hawatutaki sisi wageni, kwa akili kumkichwa. Kwa ushauri wangu mimi kwa wale vijana ambao wanataka kwenda South Africa, umeshatafuta nauli yako 300,000 400,000. Najua kwamba watu wanapenda kwenda South Africa kwa sababu South Africa ni sehemu ambayo ipo karibu na vile vile nauli yake ipo cheap na ni rahisi kufika kwa sababu ipo ndani ya Afrika. Hiyo nadhani inaeleweka. Kwa mimi vijana wenzangu wa Tanzania, umeweka 300,000 400,000. Kwa nini basi usipushipushi kafika 1,000,000 1,000,000 na 200,000 au 2,000,000? Ukatafuta safari zako, ukaingia Hong Kong, ukaingia Japani, au ukaingia nchi yoyote ambayo kwa mfano labda uke mbali na Afrika, labda Bermuda, ukaingia St. Vincent, ukaingia Bahamas. Ushaona? Naamini ukiingia katika hizo nchi kwa lengo la kwenda kutafuta maisha, utafanikiwa kwa sababu lengo lako lilikuwa kwenda South Africa kutafuta maisha, lakini umechange location from South Africa to Bahamas, from South Africa to Bermuda, from South Africa to St. Vincent. Kumbuka hivi ni visiwa ambavyo watalii wanaenda sana, ni visiwa ambavyo yani vinapokea watalii kwa wingi sana. Kwa naamini hata ajira kwako wewe itakuwa rahisi kupata, na vile vile mbali na ajira, kutengeneza marafiki ambao wanatoka nje za nchi ama mataifa mbalimbali, inaweza pia ikawa ni fursa moja yapo ya wewe kukutoa pale kukupeleka sehemu nyingine ama kukupeleka katika ile nchi ya ndoto yako. Huo ni ushauri wangu kwa vijana. Njia za kutoka ziko nyingi, tusikazanie tu kwenda South Africa. Nchi zipo kibao ambazo za kwenda. Kama una lengo la kwenda kujitafuta South Africa, basi unaweza ukatafuta nchi nyingine yoyote ambayo ukaenda kujitafuta na ukafanikiwa vile vile, ukapata connection. Bwana, huo mimi ni ushauri wangu kwa vijana. Hiyo ni mifano yangu haya ambayo nimeitoa na ambayo inawezekana. Kwa hiyo kama wewe unaamini kwamba South Africa ndio sehemu ambayo ya kwenda kupatia utajiri, basi nenda ukajifundishe, nenda ukajionee. Sina mengi zaidi ya hayo bwana. Mimi kama kawaida ni ndugu yenu hapa Juma Aloni. Usisahau kusubscribe, andika comment kama kuna kitu chote, una mawazo yote, tu kwenye comment, andika comment, tutanani na tuta asiana nayo kwa wakati. Lakini hayo ni mawazo yangu juu ya vijana ambao wanaenda kutafuta maisha nchini South Africa. Bwana, unaweza ukachange location baada ya kwenda South Africa ukaenda nchi nyingine. Kumbuka passport yetu vile vile ina nguvu. Nchi takriban 90 tunaingia free visa. The way unavyoingia South Africa is the same way ambayo unaingia hizo nchi ambazo zimeorozeshwa hapo kwenye nani. Ukiangalia kwenye Google nadhani utaona. Ila katika hizi ambazo nimezitaja kwa sababu gani? Kwa sababu ni visiwa ambavyo vinafanya biashara ya utalii. Kwa hiyo uwezi jua ukishafika pale kitu gani kita happen kwako wewe, mchongo gani utapata, washikaji gani ambao utapata. Vile vile usiogope kujenga marafiki wapya kila kukicha. Bwana, mimi nimemaliza yangu, ndio hayo, mpaka wakati mwingine tena.